ni katika mambo yanayopelekea kwenye shirki kwenye umma huu. Nasoma baadhi ya beti, ukurasa wa 10 na ngapi, ukurasa wa 11 kwenye Burdatul Madih. Elimu ni nuru na kujifunza ni safari isiyo na mwisho. Sasa unayo fursa ya kujifunza na kuongeza maarifa yako katika elimu ya dini kwa urahisi, tena ukiwa popote. Tunawakaribisha kujifunza na masomo online, ikiwa ni ngazi ya ibtidaiya, masomo yatakayokuwezesha kujifunza kupitia mfumo wa mtandao kwa mazingira rafiki na kuzingatia uelewa wa kila mshiriki. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na fiqhi, sira, tauhid, hadithi, nahau, lugha ya Kiarabu pamoja na Qur'ani tukufu. Vipindi hivi vinaendeshwa na walimu wenye taaluma na uzoefu wa kufundisha kwa mbinu zitakazorahisisha ujifunzaji na kuwajengea misingi imara ya elimu ya dini. Iwe wewe ni mwanafunzi, mfanyakazi, mfanyabiashara au mwenye shughuli nyinginezo, unaweza kushiriki masomo haya kwa urahisi ukiwa mahali ulipo. Usajili unaendelea sasa na ratiba ya masomo itawasilishwa kwa washiriki watakaojiunga. Katika kuunga mkono uendeshaji wa vipindi hivi na kuwezesha upatikanaji endelevu wa masomo haya, washiriki watachangia kiasi kidogo kitakachosaidia kugharamia huduma kama vile internet. Kwa mawasiliano zaidi na namna ya kujiandikisha, wasiliana nasi kupitia namba 0756694826. Usikose fursa hii adhimu ya kujifunza. Jiunge nasi leo, jifunze kwa urahisi na endelea kujijengea maarifa yako yenye manufaa katika maisha yako. Masomo online, elimu kwa uelewa, maarifa kwa maendeleo. Anasema hivi: da'ma da'atuhu an-nasara fi nabiyihim wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi. Waachika mpalivu, wansub ila dhatihi ma shi'ta min sharafin wansub ila qadrihi ma shi'ta min 'idhamin fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Anasema katika maneno, wansub ila dhatihi ma shi'ta min sharafi, egemeza kwenye dhati ya mtume ukitakacho katika utukufu. Yani ukitaka kumsifu mtume kuna kwa mambo ya utukufu usio na mipaka, wewe sifu unavyotaka, msifu. Wansub ila dhatihi ma shi'ta min sharafin, egemeza kwenye dhati yake mtume ukitakacho katika utukufu. Yani wewe unataka mtume ni msamehe madhambi, sawa. Mtume atakuwa siku motoni pale atafanyaje, atakutoa, sawa. Mtume ndio akutegemewa kwenye shida, sawa. Wansub ila dhatihi ma shi'ta min sharafin wansub ila qadrihi ma shi'ta min 'idhamin, na egemeza kwenye cheo chake uyatakayo katika mambo matukufu makubwa makubwa wewe unayotaka wewe. Tumepata njaa, tumuombeni mtume. Mambo makubwa mengine mji. Sasa hivi mafuta ya petroli yamepanda, sio yameshuka, tumlilie mtume, ya Rasulullah, ya Rasulullah, benzin, petroli. Naam, kwa nini? Kwa sababu wansub ila qadrihi ma shi'ta min 'idhamin, muegemezee mtume ukitakacho katika mambo makubwa makubwa yote muegemezee tu. Kisha kamaliza akasema, fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun, fadhila ya mtume haina kikomo. Fadhila za mtume hazina kikomo. Fayuriba anhu natiqun bifami, akaweza kuzielezea yote mwenye kuzungumza kwa mdomo, hakuna. Kwa hiyo wewe kama mtume na fadhila zote unafanya jimwaye tu, sema tu. Ndio hawa ukisomea Barazanji, ndio hawa waliosema ya mahiya dhunubi, mtume ni mwenye kufuta madhambi. Hawa ndio waliosema. Hoja yao nini? Kwa sababu katika majina yake mtume ni almahi. Kwa hiyo mahi nini? Mfutaji. Kwa hiyo mfutaji wa nini? Mfutaji wa madhambi. Ndio maana unawaona sufia kwenye kumsifu mtume la hadda lahu, hawana kikomo, hawana mipaka yote, kwa sababu washaambiwa na Busiri, fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayuriba anhu natiqun bifami. Elezea tu. Sisi tunasema hatutakikani tuegemeze kwa mtume sifa ambazo hajafundisha kumsifu nazo. Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi maarufu ametuambia, la tuturuni
kama atrati nasara Isa ibn Maryam, msivuke mipaka kwenye kunisifu kama walivyochupa mipaka wa manaswara kwa Isa mwana wa Maryam. Faqulu, semeni abdullahi wa rasuluhu, semeni tu mimi ni mja wa Allah na mimi mtume wa Allah, basi toshekeni na hilo. Sasa huyu anakuambia bwana, wewe egemeza ukitakacho bwana. Huu tunasema ni moja ya mlango wa ushirikina unaoegemezewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yale wanayotaka wao. Huo ni mfano wa kwanza. Huu ni mfano wa kwanza kwenye Burda ukurasa wa 11. Naweka pembeni. Mfano mwingine katika Fuyudat Rabbaniya. Hichi kitabu hichi tutakisoma sana, tutakisikia sana, Fuyudat Rabbaniya fi al-ma'athir wal awrad al-qadri. Hiki kitabu Dodoma vinasomeshwa, nishaona pale round about pale ule msikiti wa Qadiria pale wanasoma kitabu hiki, kikao nakumbushana wenyewe mambo mengi sana. Haya, naomba nisome kitu kidogo hapa ambacho tumekiona kinastahili kusikia ni masikio ya watu. Huyu bwana akisifu baadhi ya mambo, akimzungumzia Abdul Qadir Jailani, au kwa maana kama Abdul Qadir Jailani yeye mwenyewe anajisemea, yeye mwenyewe anajisifu. Huku mwanzo dua yake ameenda kusoma dua ya Sultan al-Arifin, ya Taj al-Muhaqqiqin, ewe sultani, ewe msimamizi mwenye kuendesha al-Arifin, mwenye kujua, ya Taj al-Muhaqqiqin. Sultan maana yake mtu mwenye utawala, mwenye nafasi, mwenye cheo. Al-Arifin, ya Taj al-Muhaqqiqin, ewe taji la wahakiki, ya Saqi al-Humayya, ya Jamil al-Muhayya, ya kama namkusudia Abdul Qadir Jailani. Kisha kafika kusema huko mbele, ya Ghafir al-Awzari, ewe mwenye kufuta matatizo. Kaenda ya Tariz al-Awliya, ya Adud al-Fuqara, ya Dhal ahwali al-azima, ya Dhal madhhab al-Hanbaliyya, ewe mwenye madhhabu ya Kihambali. Naam, Abdul Qadir Jailani kana ala madhhabi al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Haya, sikiliza, kaendelea tena, ya Sayyidi, ya Sanadi, ya Maulaya, ya Quwwati, ya Ghawthi, ya Ghiyathi, ya Ghawthi, ya Rahati, ya Qadhiya hajati, ewe mwenye kukidhi haja zangu, ya Farija kurbati, ewe mwenye kufariji matatizo yangu. Haya maneno yake ukurasa wa 196 nasema maneno, ya Farija kurbati, ewe mwenye kufariji matatizo yangu. Alafu mwisho akasema, ya Sultanu muhyiddini Abdul Qadiri. Akaenda tena tawali mpaka afika kusema, ya sahiba tasarrufi fi dunya wa fi qabrihi, ewe mwenye kutasarraf duniani, mwenye kuendesha mambo, mwenye kuyazungurusha mambo ukiwa duniani, wa fi qabrihi, na kaburini pia mnatasarraf biidhnillahi, ya sahiba alqadami alali. Sikiliza, ewe mwenye mguu wa juu mno, ala raqabati kulli waliyillahi, kwenye shingo ambao mguu huo upo kwenye kila shingo la kila wali wa Allah. Ya Ghawthul a'zamu, ewe msaada mkubwa, aghithni fi kulli ahwalin wansurni, nisaidie mimi kwenye kila hali na uninusuru, fi kulli amali, kwenye kila matarajio yangu. Shekhe huyo anaseme kwamba ewe msaada, ewe muokoaji, niokoe, ewe muokoaji mkubwa, niokoe mimi kwenye kila hali na uninusuru. Haya maneno pekee yake, ukimchukua mwanafunzi wa ibtidai wa mwanzo kabisa ukamwambia haya maneno yana harufu ya nini, atakwambia na harufu ya makosa kabisa. Sisi tunayemuomba atuokoe, idh tastaghithuna rabbakum, kumbuka Muhammad, pindi mlipotaka mlipomuomba awaokoe Mola wenu, fastajaba lakum, Mola wenu akakujibuni. Shekhe hapa tunaambiwa sisi hapa Ghawth, muokoaji mkubwa al-a'zam ni Sheikh Abdul Qadir Jailani. Hadha shirku, tunasema ni ushirikina. Aje mtu atuambia huu sio ushirikina, hii ni toba,
au hii ni maneno ya kawaida tu. Haya, maliza na mengine haya hapa, ukurasa wa 50. Anasema tena, ana qutbu aqtabi alwujudi haqiqatan ala sair alaqtabi izzi wa hurmati. Sawa, amna neno. Tawassal bina, pitia kwetu sisi, tafuta njia kwetu sisi. Fi kulli haulin wa shiddatin, kwenye kila mambo mazito na shida, pitia kwetu sisi. Aghithuka, nitakuokoa. Fil ashyai, katika vitu. Turran, vyote. Bihimmati, pitia kwangu kwenye shida zako, mambo mazito, una shida ya mtoto, una shida ya nini, una kazi haipo, njoo kwangu mimi ndio shekhe mwenyewe. Tena aghithuka, ughithuka fil ashyai, nitakuokoa kwenye vitu. Turran, vyote. Bihimmati, kisha akasema ana limuridi hafidhun ma yakhafu, mimi kwa muridi wangu, wanafunzi wafuasi wangu, mimi ndiyo hafidhun, ndiye mwenye kuhifadhi. Ma yakhafu, kila anachokiogopea ogopea muridi wangu, mfuasi wangu, mimi ndiye ninayemhifadhi. Wa ahrusuhu, na mimi ndiye ninayemlinda muridi wangu. Min kulli sharrin wa fitnati, kwenye kila shari na kila fitna. Shari yoyote ya muridi wake anaihifadhi yeye na kumlinda yeye. Fitna yoyote inayompata muridi anaichunga na kuilinda na kuizuia, nayo nani? Shekhe. Ndio maana tunasema mara kwa mara kwamba hawa mabwana sufiyun, lau tutawaangalia vizuri kwa jicho la elimu kabisa, tutawagundua hawa wanatengeneza miungu katika hii dunia, miungu inaitwa miungu ya mashekhe. Mashekhe kwa masufi ni miungu midogo, ni miungu midogo. Kwa haya maneno, mimi ndio ninamuhifadhi. Qur'an inatuambia nani mbora wa kuhifadhi? Wallahu khairu hafidha, Allah ndiye mbora wa kuhifadhi. Vyote vinavyohifadhi wengine, vinavyowachunga na kuwafa, basi Allah ndiye mbora, na katika majina yake ni Al-Hafidh. Sheikh anatuambia katika ukurasa wa 50 kwenye Al-Fuyudati Rabbaniya, ana limuridi hafidhun ma yakhafuhu wa ahrusuhu min kulli sharrin wa fitna. Shari yoyote, fitna yoyote ikikupata, Sheikh ndo anakulinda. Haya maneno ni maneno ya hatari sana, na kukuonyesha kwamba hii ni katika aina ya shiriki pia vile vile. Kuna watu walimwambia shekhe, waqalu li ya hadha tarakta salataka, walimwambia shekhe, mbona umeacha kuswali siku hizi? Au swali masha waswali hao msikitini au waswaliji hao. Ukurasa 67, walam ya'lamu anni usalli bimakkati. Shekhe, mbona uswali? Anasema na hawajui hawa mimi na swali zangu Maka, mguu mmoja hapa, mguu wa pili uko zake Maka huko. Shekhe, mbona huswali? Sema walam ya'lamu anni usalli bimakkati, mimi na swali zangu Maka, ndio huko ninakoswali. Sasa hichi kipengele peke yake ndicho kile nilichokizungumza siku ile, nikawaambieni katika moja ya mambo aliyoandika Sha'rani kwenye Tabaqat al-Kubra, kitabu kikubwa cha masufi cha Tabaqat al-Kubra li Sha'rani. Ni kitabu kikubwa sana, kina maajabu. Bismillahir Rahmanir Rahim, sijapata kuona maajabu ya umo kama hivi. Tabaqat al-Kubra li Sha'rani, kitabu hichi kimepigwa marufuku nchini Saudi Arabia, hakiuzwi wala hakitembezwi barabarani, huruhusiwi, marufuku. Peleka ushirikina kwenu huko, peleka kwenu huko, hatukutaki hapa. Tabaqatul Sha'rani, hichi kitabu bwana, humo ndani ameandika kama nilivyotaja siku ile, nikasema ameandika matabaka ya mawali ya kwa aina tatu: al-kubra wal-wusta was-sughra. Kubwa, katikati, dogo. Lile dogo kabisa ni tabaka la dogo la mtu kuwa wali, kipenzi cha Allah. An yatira fil hawa, aweze kupaa juu, shia na paa kama ndege, huyu shehe yatiru fil hawa. Sasa kama huyo mwanafunzi anamwambia shekhe, mbona wewe uswali? Yeye anasemaje? Yeye anasemaje? Anaswali sina kuruka kwenyewe. Basi usielewe bana, nakuletea kuruka kwingine, nakuletea kuruka kwingine.
Hicho ni cha Kiswahili, sio kama cha Kiarabu, cha Kiswahili. Sasa kana kuonyesha kama wanarukaga hawa wachawi washirikina hawa, mjishirikina hii, sijifanye kwamba tena makarama, mishirikina. Haya, nisikilize vizuri tu hapa kidogo tu. Huu ni ukurasa kwa mujibu wa kitabu changu hichi, ukurasa wa 175, kitabu cha maisha ya Sheikh Muhammad Nasr Al-Gadiri Shafi'i. Ipigwa chapa wapi hichi? Toleo hili la kwanza 1425 2004, toleo la pili 2010, Dar es Salaam. Email ya huyo Sheikh nani Mhina. Haya, Haji Mjuma Mhina. Haya, kina Mhina hao. Anasema katika mlango wa 8, anasema hivi: baadhi ya karama za Sheikh radhiyallahu anhu. Kichwa cha habari kinasema hivi: Sheikh amrudisha mwanafunzi wake nyumbani kwake kilomita 22 kwa hatua mbili tu. Ndio tena, Sheikh amrudisha mwanafunzi wake nyumbani kwake, ambapo kutoka nyumbani kwa Sheikh mpaka kwa huyo mwanafunzi kuna kilomita 22, lakini Sheikh kamrudisha kwake kwa hatua mbili tu. Moja yuko kwa Sheikh, ya pili yupo kwake. Mimi ni maelezo marefu, lakini mahali shahidi ni hapa, nipawekea alama. Nasema hivi kiufupi ni kwamba kama ule kupinja nyuma, amekaa kwa Sheikh muda mrefu kwa mizungumzo mpaka saa 7 usiku, mazungumzo yameisha. Sheikh akamwambia nenda nyumbani sasa, rudi nyumbani. Ndio bwana akasema Sheikh bwana, sawa nashukuru, lakini gari zimeisha, muda wa magari umeshaisha hapa. Ilikuwa ni miaka gani kama sikosei, ameandika hapa, ilikuwa mwaka 70 ngapi, 86, mwaka 86. Wengine tunazaliwa tunafanyaje? Haya, sasa gari zimeshakata Dar es Salaam hiyo. Sheikh akamuona yule kijana, huyu bwana namuona kama vile anataka akae pale markazi, mfano markazi. Akamwambia umemwaga mke wako? Kama utalala hapo. Sema hapana, sijamwaga. Nenda. Shambwe. Sheikh akamwambia wanafunzi, haya mtoeni huyo, mtoeni nje, mfunge msikiti. Ndio mahali shahidi zaidi. Hapo Sheikh akawaamuru vijana waliokuwepo Msasani wamfungulie mlango Khalifa Abdul Hamidi, ndio huyo sasa muhusika. Sheikh aliwaamuru wanafunzi wamfungulie mlango Khalifa Abdul Hamidi, atoke arudi nyumbani kwake Mtoni. Mtoni ndo kwake, kama ndo panaitwaje, si Tongali Mtongani, si nani. Haya, katika kutekeleza amri ya Sheikh, sasa huyo Khalifa sasa katika kutekeleza amri ya Sheikh, alichokifanya Khalifa Abdul Hamidi ni kutoa mguu wake wa kwanza kizingitini, yani kuutambuka pale. Yule mguu kafungua mlango pale, akatoa mguu wake wa kwanza pale kizingitini, akautoa pap. Alipotoa na alipomalizia mguu wa pili kuutoa nje, hapo Msasani akajikuta tayari yupo nje ya nyumba yake Mtoni, kilomita 22 kutoka hapa mpaka Ihumwa, ndio tukadili mpaka Ihumwa vile, au Ihumwa wapi. Kwa ndio umefungua mlango hapo papo, umetoa mguu wako nje tap. Unamaliza mguu wa kulia tu, unamalizia wa kushoto, kwa kwangu tena. Haya, sikiliza anachosema bwana. Alipomaliza mguu wa pili kutoa nje hapo Msasani, akajikuta tayari yupo nje ya nyumba yake Mtoni, Mwembe Madafu. Akaangalia saa mkononi mwake, akaona ni muda ule wa saa 7 ya usiku. Akastuka, hajaamini macho yake. Anachokumbuka, alitoa nje mguu wake wa kwanza pale Msasani na akatoa tena mguu wake wa pili. Sasa anajiuliza, hapa Mtoni amefikaje? Akaona hapana, akaamua kuizunguka nyumba yake kuthibitisha, je, ni kweli yupo nyumbani kwake au anaona mauzauza. Akaizunguka nyumba yake, akathibitisha kweli bwana, ni nyumbani kwake Mtoni. Akasema hapana, hebu bwana nizunguke upande wa dirisha la pili. Akazunguka upande wa dirisha la pili chumbani kwake, akamgongea mkewe Bi Farida binti Omari Kullataini amfungulie mlango. Akasikia sauti ya mkewe inamuuliza, wewe nani? Akamjibu, mimi ni mumeo, nifungulie mlango.
Khalifa akazunguka kwenye mlango mkubwa wa nje, akakuta umefunguliwa ule mlango tena. Yaani bado mauzauza nazidi. Kafika kwake, ama nilishani pale, namwambia nifungulie mlango Bifarida. Bifarida amuuliza, wewe nani? Mimi mmeo. Basi yule bwana akazunguka kwenye mlango mkubwa kule, anakuta mlango mkubwa wa nje nao umefunguliwa, na yeye akaingia ndani, kisha akaufunga. Akaendelea upande wa mlango wa chumbani kwake, nao kaukuta pia uko wazi. Akaingia tena akaufunga kwa ndani. Ajabu ni pale ambapo alipoingia chumbani kwake, akamkuta Bifarida kalala usingizi mnono wa fofofo. Bifarida huyo fofofo, na huku anakoroma. Akaanza kumwamsha mkewe kwa kumtikisa na kumkemea, amka amka. Alipoamka, Farida akalimuuliza mumewe, nani kakufungulia mlango usiku huu wakati mimi milango yote niliifunga? Khalifa akamjibu, mke wangu, siku hizo tunataniana, milango nifungulie wewe, halafu anauliza nani kanifungulia mlango Mkewe akamjibu, toka nilipolala sijaamka, ndio kwanza wewe unaniamsha hivi sasa. Mimi sijui kabisa wewe umeingiaje hapa, unaniamsha hivi sasa. Sasa mara hii Khalifa kazinduka mpaka mwisho. Hiyo kisa kaendelea. Baadaye aliona kwa shekhe, akamwambia, akamueleza na nini. Shekhe alimwambia, Khalifa Abdul Hamidi, asili yako wewe ni mshamba. Yani ile kesho yake alipoenda, nimekata tu maelezo hapo, asili yako wewe ni mshamba. Sisi wakati wa dharura kama zile huwa tunafanya hivyo. Yani magari yakiwa yaonekani hayapatikani mjini, yamekata, sisi tunafanyaga hivyo hivyo tu, toa mguu kwako unafika. Sio hao yatiruna, sio hao. Tumalizie na mwisho yeye pia. Huo mfano. Nasema mfano kama hii pia iko mingi. Haya, akatoa mfano wa mwisho mdogo tu. Anasema wakati wa daladala za DMT sio Oysterbay mwaka 1975. Mabasi hugeuzia Masaki au mabasi yanayogeuzia Masaki yalikuwa yakiishia usiku saa 4 mwisho 75 mwaka huo. Siku moja nilichelewa Oysterbay kwa shekhe hadi saa 7:30. Yaani saa 7 tu. Ile mwanzo saa 7, huyu naye saa 7. Na huyu naye watatu na saa 7. Haya. Shekhe akaniambia, sasa inabidi uondoke urudi nyumbani kwako, tandika. Kuondoka kwako utaondoka hivi. Haya, sikiliza sasa. Huyu mwingine, usio huyu nani Khalifa, mwingine huyu anamwambia, bwana muda ushafika wa kuondoka sasa. Lakini kuondoka kwako kwenda kwako kote andika, utaondoka kwa staili hii hapa. Sikizeni staili sasa. Akanishika mkono wangu wa kulia kwa mkono wake wa kulia, akashika mkono wangu wa kulia na mkono wake wa kulia, na mkono wangu wa kulia na wake wa kulia. Haya, akaunyanyua mkono wangu juu, kisha akaniambia, akaunyanyua mkono wangu juu hivi, kisha akaniambia, fumba macho usifumbue. Shehe huyu anamwambia, fumba macho usifumbue. Alafu akaniachia mkono, nami niliendelea kufumba macho, lakini muda mfupi tu nikaona hebu nifumbue macho, kwani kuna nini? Nilipofumbua nilijikuta tayari nipo nje ya nyumbani kwangu, tandika, umbali wa kilomita 17 kutoka Oysterbay. Kwa jicho hivi, tandika hii hapa. Haya, nikagonga mlango, vijana wakanifungulia. Siku ya pili nilivyokwenda Oysterbay nikakutana naye asubuhi ili nimsimulie aliyotokea jana usiku. Yeye shekhe aliniwahi kwa kuniambia, mambo mengine hayafai kusema sema. Sio wanapaa. Hawa wanaruka. Yani hawa ni wachawi. Wala sio wazungushi kwenda kulia, hawa ni waganga wachawi. Hakuna kupesa maneno. Elimu ni nuru na kujifunza ni safari isiyo na mwisho. Sasa unayo fursa ya kujifunza na kuongeza maarifa yako katika elimu ya dini kwa urahisi, tena ukiwa popote. Tunawakaribisha kujifunza na masomo online, ikiwa ni ngazi ya ibtidaiya, masomo yatakayokuwezesha kujifunza kupitia mfumo wa mtandao kwa mazingira rafiki na kuzingatia uelewa wa kila mshiriki. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na
kama fiqhi, sira, tauhid, hadithi, nahau, lugha ya Kiarabu pamoja na Qur'ani tukufu. Vipindi hivi vinaendeshwa na walimu wenye taaluma na uzoefu wa kufundisha kwa mbinu zitakazorahisisha ujifunzaji na kuwajengea misingi imara ya elimu ya dini. Iwe wewe ni mwanafunzi, mfanyakazi, mfanyabiashara au mwenye shughuli nyinginezo, unaweza kushiriki masomo haya kwa urahisi ukiwa mahali ulipo. Usajili unaendelea sasa na ratiba ya masomo itawasilishwa kwa washiriki watakaojiunga. Katika kuunga mkono uendeshaji wa vipindi hivi na kuwezesha upatikanaji endelevu wa masomo haya, washiriki watachangia kiasi kidogo kitakachosaidia kugharamia huduma kama vile internet. Kwa mawasiliano zaidi na namna ya kujiandikisha, wasiliana nasi kupitia namba 0756694826. Usikose fursa hii adhimu ya kujifunza. Jiunge nasi leo, jifunze kwa urahisi na endelea kujijengea maarifa yako yenye manufaa katika maisha yako. Masomo online, elimu kwa uelewa, maarifa kwa maendeleo. Wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyafanya haya? Wapi? Na yeye ndo akbaru wali fi alalam wa akhsha an-nas li rabbihim, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wapi kayafanya? Basi kama Mtume tumuache. Alikuwa akiyafanya haya kwa kupitia Jibril alayhi salam, Isra al-Mi'raj na Jibril ndo kanamfanyia hayo sallallahu alaihi wasallam. Wapi kina Abubakar Siddiq? Wapi walifanya haya mambo? Paka tabi'in wapi wamefanya haya makorokoro? Hasa aya zitakazokuja kuzungumzia masahara, wakina wachawi wa Musa, tusiwateremshie hao aya zilizowateremkia wale wachawi watu nabii Musa, zilizokuja kujikinga na wachawi. Kwa nini tusiwabebeshe? Muda wa kuwa wasfun haupelekei kumfanyia takfiri kanda. Tutakubebesha sifa, lakini kukufurisha tukufurishi. Hiyo sio kazi yetu sisi, mpaka papatikane dhawabit na viondokane vinini vizuizi. Lakini kuchukua wasfu na kukubebeshia wewe wasfu wa uchawi, utakuwa mchawi. Kwa sababu ili ufikie madaraja haya ni lazima uguse mambo haya ya kielimu ya kichawi. Na mimi nawaambieni kabisa, ukitaka kusoma elimu za kichawi kuwa sufi basi. Ukitaka kusoma elimu za kichawi kuwa sufi. Kuna siku nilikuwa natoka nyumbani kwangu hapa, nakuja barabarani hapa, nikutana karatasi ndefu hivi nyeupe. Basi kwa haraka nilivyoitazama nilihisi Kiarabu. Nikaichukua, nikaichukua ile karatasi, nikaikunjua hivi, ni nyeupe, imeandikwa kwa wino mweusi, imeandikwa khaljam jaljal na nini hivyo. Halafu mwisho imeandikwa kopa, afu pameandikwa Maria, sio na nini kwa Kiswahili, Maria jina na baba yake pale mbele. Halafu baada ya pale akaandika hichi Kirumi hichi. Unajua Kirumi kuna herufi ukiziandika inamaanisha M, ukiandika hivi tatu kwa mstari juu, hiyo ni M, na ile Maria. Halafu A imegeuzwa kwa nyuma kama namba 6, kaja Maria huyo. Sawa. Halafu mwisho pale pakaandikwa kama ile yakhruju aljin. Mwisho wote mimi kuelewa tu, kwa sababu sisi hata miaka ya nyuma tunasomeshwa baadhi ya mambo kama haya, nikaelewa kwamba hii ni hirizi ya mapenzi. Ilikuwa inaandikwa itundikwe mahala, ili upepo ukipiga hivi, huyo Maria akipita tu anakumbana na huo upepo, anaanza kuweseka za kumwaza aliyemwandikia. Basi ndio mambo yanavyofanywa hivi. Hawa ni washirikina, ni wachawi. Kwa hiyo ukitaka kujifundisha mambo ya uchawi wa ushirikina, soma kwa masufi, wewe utajua tu. Na watakupa kila aina ya nondo. Unazijua nondo wewe? Yaani kila hazina utapewa. Na ukitaka kugundua pia kingine, Allah akikuwafikisha kama una moyo wa subira kweli wa kiitikadi ya kitauhid, wewe ingia kwenye makundi ya magrupu ya masufi. Hapo nyuma hapo kwetu hapo Miuji hapo kuna madrasa inaitwa Madrasatul Ash'ira, iko hapo nyuma. Miuji inaitwa Madrasatu al-Ash'ira. Yuko la Ansari Kufru yuko pale. Ile grupu mimi nishakuingiaga mimi nimo. Vitabu vinavyotumwa vya kishirikina mule
vitabu vya kutaka sijui kazi, vitabu vya kutaka sijui ajira, na wana vituma wanapiga fotokopi wanauza. Haya huwezi kukuta kwa duatu ahli sunna, huwezi kukuta. Watu wa sunna, watu wa tauhidi hawana huo mpango wao. Qulubuhum ila Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zao wamezielekeza kwa Mola wao, na hili ndilo ambalo tunalizungumza sisi na ndilo analizungumza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kwa yale matukio aliyokuwa anayaona kipindi kile, wakina Dahalani na wengineo, na makorokoro yaliyopo pale Saudi Arabia, na yale makuba na makaburi makubwa makubwa, walivyokuwa tawasali na yale makaburi, wale mawali waliokuwa pale wanatawasali kwao, wanataka msaada, vitabu hivi vya kishirikina mbalimbali wanavyoviandika yalipelekea haya Sheikh Muhammad kujitoa. Na ndio maana da'wa ya Sheikh Muhammad popote kwenye dunia hii, mtu akiisikia lazima amchukie, kwa sababu inakwenda kugusa mifuko ya maisha ya watu, na lazima uanzishiwe vita kubwa sana, kwa sababu unakwenda kukataza yale ambayo watu wanaishi nao miaka na mikaka. Dunia yao wanaiendesha kwa njia kama hizi, watakula wapi sasa? Ni kwa mesufi atakula wapi? Gurushi napata wapi bila kufanya haya makorokoro? Hawa watu waheshimiwa wanani wanakwenda kwa masalafi, ushaka na salafi nafuatwa na mbunge wapi? Kama shehe niombe dua tu bwana, Allah kufanyie pesa, niombe dua tu. Ile dua ni kama vile kufanya na rafiki yake tu, lakini ukweli ana shekhe lake linalomuogesha maji baharini, takalo mpaka sumu mafuta yanilia maiti, sio tutampeleka makaburini usiku, sio kumpa. Wapo hao huko, ndo ilmu za kichawi za kishirikina ziko upande huu. Kwa hiyo hawa mashekhe tunaowasikia hawa wanaojitetea mashekhe wakubwa hawa, haya mambo kwao ni ada ambayo wanaielekeza kwa talabatu ilmu, kwa wanafunzi wao. Wallahu aalam, sijui lengo lao ni kubwa ni lipi, lakini kama lengo tutaamua tuliseme ni lengo la kutengeneza miungu kwenye ardhi hii. Kwa hiyo kwa hoja hii sasa na haya na mengineyo ambayo nimeacha kama hii ya dhirai, ambayo shekha anaambiwa wewe mbona uswali na sisi, anasema mbona mimi ninaswali Maka, wala jami'un illa wali fihi mimbarun wala mimbarun illa wali fihi khutbati, hakuna jamii yoyote ya msikiti mkubwa wa Ijumaa duniani isipokuwa kuna mimbari ya kumzungumza shekhe. Wala alimun illa biilmi alimun, hakuna mwenye elimu yote isipokuwa ametoa elimu yake kwangu. Wala salikun illa bifardhi wa sunnati, na hakuna mwenye kupita njia yote isipokuwa umepita kwenye njia yangu ya faradhi na njia yangu ya sunna. Walaula rasulullahi bil ahdi sabiqan, sikia maneno mabaya kabisa, na lau si mtume wa Allah kwa ahadi makubaliano yale yachukua ya zamani yaliyotangulia, anasema la aghlaqtu bunyana aljahim bi'azamati, yani mimi lau si mtume ningefunga milango ya moto yote kwa utukufu wangu mimi shekhe. Sasa nani ushehe? Mungu huyu ni shekhe au Mungu? Huyu ni Mungu, tumwite kwa jina la Kiswahili Mungu, sio Allah, Mungu. Yani lau si mtume kuchukua ahadi ile kwa Mola wake ya yeye na vizazi vyake kumwabudu Allah, basi yeye angeamua angefunga milango ya moto yote. Muridi lakal bushra takunu ala alwafa idha kunta fi hammin ughithka bihimmati, wewe niombe mimi kukuokoa tu. Tamassak bi wakun bi wathiqan liahmika fi dunya wa yawm alqiyamati, muridi shikamana na mimi, kuwa ni mwenye kuniamini mimi, nitakuhami na kukutetea duniani na siku ya kiyama. Wama qultu hadha alqawla fakhran wa innam, mimi sijasema haya na mengineyo yako mengi sana, sijasema haya maneno yote kukujifakharisha, lakini mimi ninasema atal idhnu ala hatta ya'rifuna haqiqati, hii ni idhni imekuja kwa Mola wangu mpaka mimi nijue mimi ni nani. Nitoa idhini kwa Allah subhanahu wa ta'ala mjue kwa mimi ni nani. Sasa mtu kama huyu, aya zilizokuja kumzungumzia mshirikina, kwa sababu ushirikina huo hawajawafanya hata na Abu Jahal. Ushirikina wa namna hiyo, haya maneno Abu Jahal na ukafiri wake hajawahi kufanya wala kuusema, kuutamka tu. Wao walikuwa wakipatwa kwenye shida, kwenye mawimbi ya bahari, yaljauna ila rabbi, wanamrejea Mola wao. Wakiwa kwenye fulk baharini huko kwenye jahazi, mawimbi yakiwapiga, wanaona kabisa tunakaribia kuzama, washirikina wa zamani kuna mwelekea Mola wao kwenye dharra,
akiwaokoa Mola wao akawatoa kwenye mabahari, kwenye yale mawimbi, wanarudi kwenye hali yao, idhahum bihi mushrikun, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hawa na wale pana utofauti mkubwa sana. Yawezekana haya maneno hata Ibilisi hajawahi kuyasema kabisa, hata Ibilisi hajawahi kusema maneno kumwambia Mola wake. Achilia mbali Firaun, Ibilisi mwenyewe hajawahi kumsemea Mola wake haya maneno, lakini shekhi kafikia kusema haya maneno. Wewe ni Mungu bwana, kutengeneza uungu. Sasa aya zinazokuja kuzungumzia washirikina, wao unadhani sehemu gani ya kwanza itaanza kushambuliwa? Ni hawa watu wa hivi. Kwa hiyo nyinyi mkija mkasema kwamba aya zilizoteremka kwenye kuabudu masanamu vipi mnaziwekea kwa watu wema? Watu wema gani? Ndo hawa ndo watu wema hao. Mtu mwema huyu ndo mtu mwema huyu. Na inshallah kwa kuwa tunakwenda polepole hivi, yako matukio makubwa sana, yako matukio ambayo ukiyasikia wewe mwenyewe unaona aibu kama huyu mtu mwema kweli. Takupa mfano mdogo tu ya hawa watu wema. Kipo kitabu kimoja cha mmoja wa wanawachuoni wa kisufi wa Kitrim, yupo, iko siku tutakisoma pole pole, tutayafikia kila baadhi ya maneno ninayosema kwa mdomo nitayasoma kwenye kitabu. Sasa alikuwa juu ya mnyama wake, kakaa juu ya mnyama, ameenda, kuna mtu yuko kashika na yeye yuko na, kuna mtu yuko mbele anampeleka mnyama wake, kama ni punda au nani, shekhe yuko nyuma na kuna mwanafunzi anampeleka yule mnyama. Shekhe akamwambia yule mwanafunzi, shuka, tushuke. Akashuka. Shekhe akamwambia mshike kichwa, nenda kamshike kichwa. Yule mwanafunzi akashuka akaenda kumshika kichwa. Halafu kile kitabu kinasema shekhe wajaa waraa, akaja nyuma ya yule mnyama, wafaala hivyo hivyo. Shekhe akazunguka nyuma ya yule mnyama, wafaala hivyo hivyo. Hakuna kumwonyesha hata neno moja, siamzushia hivyo hivyo neno wafaala. Alimpa maji ya kunywa eti hivyo hivyo. Sasa hawa ni watu wa kusema eti mawali salihina gani? Hawa ni waja wema gani hawa? Hawa ni salihina kweli hao? Hawa ni watu ambao wanafanya fasad, kuwatoa watu kwenye ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana sufi anamuona bora kabisa Shia, bora kabisa Shia, bora ibadi, lakini sio Wahabi. Yeye adui yake mkubwa na hawa watu mawahabi, kwa sababu mawahabi asili yao wamekuja kuwatoa masufi kwenye aurahum, yani kuwatoa ule usiri walionao kuweka hadharani. Na wallahi nakuambieni, mlango huu ukiufungua, wewe jiandae kwenda gerezani kila siku. Kila siku tena gerezani, utafungwa kila siku, kwa sababu ni mlango unaohusiana na hapa, unaharibu ulaji wa watu. Kwa hiyo kifo kiko hapa, kufungwa kuko hapa, ni mambo ya kawaida tu haya. Kwa kuwa sisi tunasoma tauhidi na minasaba kama ipo, sisi tutasema. Atakaye yagusa haya akaona sisi tunawatukana, vitabu tunavyo, hatuzungumzi kwa uongo, vitabu tunavyo, vitabu vipo vya Kiarabu na Allah kajalia na mnaandika Kiswahili siku hizi. Na kuna kingine nimekiona pale, nitaenda kukinunua pia, kipo nikinunua pia hivyo basi, kwa sababu haya ya Kiswahili pia ndio. Kuna wakati baadhi ya watu wengine wanasema haya ni ya Uarabuni, msituletee Uarabuni hapa. Wanasoma vitabu gani? Ushakuona kuna dhikri ya Kiswahili? Mtu kuna dhikri ya Kiswahili kama wamekaa wanaongea Kiswahili, Allah ni mkubwa, Allah ni mkubwa. Ushakusikia wapi? Wanasoma Kiarabu, maana wanatoka kwenye vitabu vya Kiarabu wanaenda kwenye Kiarabu kile kile wanasoma wao. Kwa hiyo vile vitabu vya Kiarabu vile wanavyovitumia na sisi tunavitazama humo ndani. Tauhid ndio kila kitu. Kwa hiyo wao wanachukia msingi wa tauhidi wa kumwabudu Allah peke yake, wanaona tuhamishe, twende tuwatukuze mashekhe, tuwatukuze manabii, tuwatukuze sisi mawali zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunasema haitowezekana, na ikiwezekana tutakuja kusoma aya sasa, zile aya ambazo zinawahusu watu wote. Moja ya aya, ya ayuha nasu duriba mathalun fastami'u la. Aya hii ndio mwisho yote. Ya ayuha nasu duriba mathalun fastami'u la. Aya hii inamuhusu Muislamu na inamuhusu asiyekuwa Muislamu, kafir, nasara. Inamkataza asimuombe yoyote, asimuabudu yoyote
kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni jini, iwe ni binadamu, liwe ni jiwe, uwe ni mti, awe ni wali, usimwabudu, kwa sababu dhaifa at-talib wal matlub, ni vitu dhaifu vyote. Vyote hivyo unavyoviabudu ni dhaifu, na wewe mwenyewe ni dhaifu. Kama Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii tu peke yake, acha ile zingine, hii peke yake inathibitisha ya kwamba ibada ya kumwabudu ni Allah subhanahu. Kwa nini matendo ambayo muislamu atayafanya yanafanana na matendo ya makafiri, aya zinazomhusu kafiri yule tusimbebeshe nazo muislamu? Kwa nini? Pamoja na waislamu zipo, sio kama hakuna, zipo. Kwa nini yasibebeshwe? Kwa sababu kitendo chake anachokifanya kinafanana 100%, bali kinawezekana ikawa ni aziyad kama hao, kinaweza ikawa ni zaidi kuliko hata sheikh, yani kinamzidi hata yule kafiri wa zamani, kinamzidi maneno kama haya. Tayeb, kwa hiyo ndio kumeenda sana. Kwa hiyo ala kulli hali, hoja yetu ya leo ilikuwa fa in qala haula'i al-ayatu nazalat fi man ya'budu al-asnama fa kayfa taj'aluna as-salihina mithla al-asnam. Sisi hatuwafanyi watu wema ni kama masanamu, hapana, hatuwafanyi hivyo. Am kayfa taj'aluna al-anbiya asnaman fajawibuhu bima taqaddam, njibu kwa alilotangulia. Qala, nasema fa innahu, kwa hakika yake huyo kafir, idha aqarra anna al-kuffara yashhaduna birrububiyyati kulliha, idha aqarra, pindi atakapokubali, anna al-kuffara, kama makafir, yashhaduna birrububiyyati, wanashuhudia kunako rububiyyati kulliha, mashirikina wote makufaru wanakiri kwamba Allah ndiye muumbaji, Allah ndiye khaliq, Allah ndiye raziq, wa annahum, na kwamba wao makufari, ma aradu mimman qasadu, hawaja kusudia kwenye yale masanamu wanayoyakusudia au kwa watu wanaowakusudia, illa shafaata, isipokuwa shafaa, uombezi. Washirikina wa zamani walikuwa wanayakusudia masanamu yao, na wale watu wema waliogeuzwa kuwa masanamu hawakukusudia isipokuwa wapate uombezi. Walakin arada an yufarriqa baina fi'lihi wa fi'lihim bima dhakara, basi lakini huyu sufi huyu kuburi huyu, arada, amekusudia na ametaka, an yufarriqa, atenganishe, baina fi'lihi, baina ya kitendo chake yeye muislamu, wa fi'lihim, na kitendo cha makufari wa zamani, bima dhakara, kwa haya aliyoyataja. Kwa kuambia bwana, kwa nini aya za makafiri mnaziteremsha sisi waislamu, lengo lake anataka utofautishe baina ya kitendo cha muislamu na kitendo cha nani, cha makafiri waliotangulia. Fadhkur lahu, mwambie, mtajie, anna al-kuffara, kwamba wale makafiri wa zamani na hawa sasa hivi, minhum man yad'u salihina, kuna wale wanaowaomba watu wema, wapo, wal asnama, na masanamu. Sasa unasemaje? Katika hao makafiri kuna makufari ambao wanawaomba na kuwataka msaada watu wema, hao makafiri, wal asnama, na masanamu. Wa minhum man yad'u al-awliyaa, na miongoni mwao kuna watu makafiri wanawaomba wale watu mawali, alladhina qala Allahu fihim, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuna kwa wao, ulaika alladhina yad'una, hao ndio wale ambao wanawaomba, au wanawaomba, hao ndio wale ambao wanawaomba, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata, wakitafuta kwa Mola wao njia, ayyuhum aqrabu, ni ipi kati ya wao itakuwa ni njia ya karibu zaidi. Hapo unaona wanawaomba vipenzi, walii, wanawaomba wakiwataka wapate wasila, iwe ni njia ya kwenda kwa Mola wao iliyo ya karibu zaidi. Kwa hiyo hata makufari wenyewe walikuwa wanawaomba watu. Kwani manaswara wamekufuru kwa sababu ya kumwabudu nani? Sanamu. Manaswara, nakuulizeni mashekhe, manaswara wamekufuru kwa sababu ya kuabudu masanamu? La, si kwa sababu wamemwabudu nani? Isa mwana Maryam, na Isa ni binadamu, Isa ni mwanadamu. Mayahudi wamekuwa ni makafiri pia kwa makosa yao mengine. Nini? Wamemwabudu Uzairu, lakini pia sio hivyo. Watu wa Nuhu walifanya ukafiri kwa sababu wengine ni ukafiri kwa sababu ya nini? Kwa sababu abadu Allata wal Uzza wa Manata
Wasuwaa wa Yaghutha, hawa watu walikuwa ni watu wema. Lakini watu wa Nuhu walipochezewa na shetani, wakaona ile makaburi ya watu wale wema kama ni makaburi sio tena ya watu wema hawa, bali ni watu, ni viumbe wenye kheri na baraka, tutake baraka kutoka kwao, tuwaombe. Lakini walikuwa ni binadamu, sio makaburi, ni binadamu wamezikwa pale. Kwa hiyo ukisema kwamba sisi, kwa nini sisi tuzichukue aya za makufari tuwabebeshe Waislamu, hali ya kuwa aya zilikuwa zinazungumzia masanamu tu? Naam, kuna aya zinazohusu masanamu na kuna aya zinawahusu binadamu. Kuna aya zinahusu binadamu. Kwa hiyo sira za binadamu zitumia pia kwenye umumi lafdhihi, kwenye kuenea tamshi lake kwa binadamu mwingine. Kwa hiyo kama Wanasara walikufuru kwa kumtukuza Isa mwana wa Maryam zaidi, je, pakipatikana fi'am min ummati, pakipatikana kundi katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yaturuna, wanavuka mipaka kwa Mtume sallallahu fil madhi, katika kumsifu, kwa nini hawa tusiwabebeshe zile aya za Isa mwana wa Maryam, za watu wa Bani Israeli waliombebesha nani, waliotamka kwa Isa mwana wa Maryam? Tutawabebesha kwa sababu wamefanana kwenye lile tendo la kusifu. Walimsifu Isa kwa matukio aliyoyaona, maajabu na nini, mambo mengi mbalimbali ambayo aliyofanya Nabiiullah Isa katika miujiza. Ile miujiza tu ile ndio iliwafanya wao waone kama huyu ni Mungu lahut, kuna huyu ni Mungu ambaye kajibadilisha kuwa katika lugha ya binadamu, sura ya binadamu, sura ya binadamu. Na hata wapo kama nilivyotaja swali, nikamwambia kuna mmoja tu Kabash, yupo anathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yahil. Sikia neno yahil, anaingia kwa watu. Sasa hii mfano vile vile tu, yahil fi kulli makan, yani Allah anaingia kila sehemu, anaingia. Na ndio maana unaona wao hawakubali kabisa ujuu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote inshallah tutakwenda polepole tunabainisha kwa hujja biidhnillah, kuthibitisha sisi tunasema Mola wetu yuko juu. Allah hachanganyikani na binadamu, hafanani na chochote, sio na Adam wala na nani, hafanani yote Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, na yeye peke yake ndo al-ma'budu fi as-sama', al-ma'budu fi al-ard, wa huwa alladhi ila wa huwa alladhi fi as-sama'i ilahun wa fi al-ardi ilahun. Yeye ndo mwenye kuabudiwa mbinguni, malaika wanamwabudu, na ardhini binadamu na majini wanamwabudu. Sio kutuambia kwamba eti juu na chini, maana yake yote Allah subhanahu yupo. Amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fi samai an yursila alaykum. Haya zote zinathibitisha ujuu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huyo, kwa kuwa yeye ndo alin ala khalqi, ba'inun ala khalqi au min khalqi, yuko juu zaidi ya viumbe vyake kwenye kila sifa ya ujuu, tena hachangamani na mwanadamu kwa chochote katika viumbe vyake. Huyu peke yake ndiye ambaye yastahiqu lilibada, anastahili kuabudiwa peke yake subhanahu wa ta'ala, na vyote vinavyoabudiwa min dunihi fa huwa albatil, ni batili. Ukimwabudu Muhammad ukamuomba Mtume sallam, ibada hiyo ni batil. Elimu ni nuru na kujifunza ni safari isiyo na mwisho. Sasa unayo fursa ya kujifunza na kuongeza maarifa yako katika elimu ya dini kwa urahisi, tena ukiwa popote. Tunawakaribisha kujifunza na masomo online, ikiwa ni ngazi ya ibtidaiya, masomo yatakayokuwezesha kujifunza kupitia mfumo wa mtandao kwa mazingira rafiki na kuzingatia uelewa wa kila mshiriki. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na fiqhi, sira, tauhid, hadithi, nahau, lugha ya Kiarabu pamoja na Qur'ani tukufu. Vipindi hivi vinaendeshwa na walimu wenye taaluma na uzoefu wa kufundisha kwa mbinu zitakazorahisisha ujifunzaji na kuwajengea misingi imara ya elimu ya dini. Iwe wewe ni mwanafunzi, mfanyakazi, mfanyabiashara au mwenye shughuli nyinginezo, unaweza kushiriki masomo haya kwa urahisi ukiwa mahali ulipo. Usajili unaendelea sasa na ratiba ya masomo itawasili
kuwasilishwa kwa washiriki watakaojiunga katika kuunga mkono uendeshaji wa vipindi hivi na kuwezesha upatikanaji endelevu wa masomo haya. Washiriki watachangia kiasi kidogo kitakachosaidia kugharamia huduma kama vile internet. Kwa mawasiliano zaidi na namna ya kujiandikisha, wasiliana nasi kupitia namba 0756694826. Usikose fursa hii adhimu ya kujifunza. Jiunge nasi leo, jifunze kwa urahisi na endelea kujijengea maarifa yako yenye manufaa katika maisha yako. Masomo online, elimu kwa uelewa, maarifa kwa maendeleo. فافهم فليس الشك كاليقين. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.